akthara min 12 dinaran, nikakuta ndani yake kuna thamani au kuna vitu vyenye thamani zaidi ya dinari 12, na hali yake kitu nimekinunua dinari ngapi? 12. Nimekinunua kwa dinari 12 kwa dhahiri yake, lakini ndani kwa sababu hakijafunguliwa na kupambanuliwa kukatokea chenye thamani zaidi ya vile. Fadhakartu dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, nikalitaja hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, la tubau hatta tufsal. Faqala, mtume akasema haifai kuuzwa hiyo vidani hivyo mpaka vipekuliwe kwa madhani kupoje. Asikuwa mtu akuuzia jero alafu wewe upate 10,000. Kile kitu kina thamani zaidi ya jero kwa lugha za sasa hivi 500 hivyo. Wa Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, kutoka kwa Samura ibn Jundub Allah amridhie, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan, alikataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza alhayawani, wale wanyama kwa wanyama, nasi'a kwa ile kwa muda. Na ukiangalia kwenye upande wa maelezo hadithi iko wazi, isipokuwa tu kuna maelezo ambayo yamekinzana hapa kwenye upande wa namba, yani namba maelezo yake ni kinyume na maelezo ya hadithi. Sababu kuna maelezo hapa nayaona chini hapa ya Sheikh al-Bassam, ilikuwa ni maelezo ya hadithi iliyopita na yameo kwenye hadithi hii. Kwa masala ya uandishi, namba hizi nazo pia zinatokea kukosekanwa usawa. Rawahu al-khamsa wa sahahahu Tirmidhi wa Ibn al-Jarud. Wa an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala, kutoka Abdullah ibn Umar Allah mridhi amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha tabayatum bil'ina, mtakapoamiliana kwa miamala ya aina. Aina ni nau'un min anwa'i riba, na sura yake ilivyo hii aina ilivyo sawa sawa. Na ili ikae sawa nitoe mfano wewe umeniuzia simu kwa 1030 kwa 1030 na kabla ya kuchukua hii pesa yako wewe, mfano tujalie kama umeniuzia kwa nini, kwa mkopo, mfano nitakulipa siku fulani, alafu mimi kabla ya mimi kukulipa ukataka ile simu je nikuuzie tena kwa bei zaidi ya ile, kwa maana kwamba ukitazama kwa bei chini ya ile, sasa ukitazama wewe ukitoa ile pesa ambayo umetaka hii simu sipo chini ya ile, itakuwa umechukua hii simu kwa thamani duni na tuliyokubaliana mwanzo, alafu huko mimi ndai wewe uliniuzia. Umefahamu? Umetoa maji sana. Sasa ukiangalia kwamba au vile inawezekana kwamba hii kwangu mimi si 30, nikikupa wewe huko moja kwa moja, wewe si watoa tu kama ni 10,000, kama tuuzie 10,000, watu wetu 10,000 wanipa, amekwambia uniuzie 10,000 simu wanipa, na zile 30 ambazo uliniuzia wewe nishakupa. Kwa hiyo simu yako unaona kwa 20,000 mponazo. Riba inayo ni haramu, nyama ya haramu. Hivyo mtu kakuuzia, umemuuzia pikipiki kwa pesa ambayo ni ya juu, ukaitaka pesa ya chini,
alafu yeye akikulipa au kabla ya kukulipa ukaitaka ile pikipiki wewe, mfano ukaitaka ile pikipiki kwa kiasi ambacho lau kama atakupa tu ile pesa aliyokuwa umemuuzia kwayo wewe, waweza ukamlipa na ile simu yako ikarudi, hasara kapata yeye. Maana ukiangalia yeye katoa pesa ya kununua kitu, alafu thamani yake kile kitu yani imekuwa dhidi yake, alafu hicho alichokinunua kimerudi kwa mwenyewe. Sasa biashara gani? Hii ndio aina ya aina, sura yake ipo hivyo. Hivyo na hali ipo hivyo, ama maelezo niliyotoa mimi ndio hivyo, lakini kwa maana huyo mwanzo anakuwa na pesa ya juu, kwa pia anakuwa na pesa ya chini. Sasa wewe pengine mfano unajua usipofikiria unaweza kuwa nimuuzie, usipofikiria makini ukisema nimuuzie, lakini ukitafakari mimi nimenunua 30,000, nishampa 30,000, alafu kile kitu ambacho kanunua 30,000 yeye akitaka 10,000. Kwa mimi nimetoa pesa, alafu zile pesa nilizozitoa hazijarudi kwa manufaa kwangu, bali yamerudi manufaa kwake kwa sababu kazichukua yeye, alafu kile kitu tulizia akachukua yeye. Hii ndo al-aina, sio sawa. Zaidi ya 30,000 naam, jaiz kwa sharti kile ambacho alikupa wewe pesa akamilisha ile deni kwanza kabisa, hicho kitu kakimiliki, kwa sababu mdaiwa kile kitu inakuwa haijafikia hatua kwamba kamiliki vile vyema ipasavyo, kwa sababu bado ana deni, hayamiliki ipasavyo. Kwa hiyo mpaka alipite ile deni, ukitaka tena kwamba nitakuulizwa hichi kitu na atapanga yeye bei, akija kuambia kwa vile nishakitumia nitakuuzia chini ya pale, ule muamala wa mwanzo si ulifutika, ule tayari mshalipana kule mwanzo, sawa. Ila sasa hivi kwamba hili la mwanzo halijaisha, muingiza kati. Tuliona jana naha Nabii sallallahu alayhi wasallam anil bai'atayn fi bai'a au anil bai'ayn fi bai'in, ni kwa maana kwenye au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwa biashara mbili kwenye kitu hiki kimoja ndo kama hivi ni haram, sio sawa. Na kadhalika wa akhadhtum aznab al-baqar, na mkashikamana na mikia ya ng'ombe. Naam. Kuna baadhi ya hiyo sura ukiangalia kidhahiri yake haifai, si ndio hivyo kidhahiri yake, lakini ukifanya fahsi ya kweli jambo la faa kweli, lakini kidhahiri yake unaweza kuona kama haifai. Sasa mbona kuuliza hapo hiyo ingia kwa sababu nilifuatilia mpaka baadhi ya mashaikh kipindisho niliuliza hichi kitu muda, lakini kidogo sema hiyo ingia kwenye bai'u salam, tutaiona bai'u salam, kwa sababu mwekaji bei ni nani? Kama tulivyosoma jana, mmiliki nao kwenye bidhaa, yani kwenye upande yani wa kutaka anayekadiria ni Allah, lakini anayepanga si ni muuzaji mwenyewe. Kwa mwenyewe kuuza hivyo kapanga kuuza hivyo, amenipanga kuuza hivyo na kadha hivi, sawa na. Ila kuna baadhi ya ulama wamekuja sema la haifai, hapo lokuja hivyo, lakini mambo walisema la yafaa, hapo walisema hivyo walisema, lakini arraji yani ala aghlabi maarifati kwamba hicho kitu kinafaa, kwa sababu yarejea tu kwenye ile albay'ani bimadha bilkhiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Hayo mengine sasa, kwa sababu haya ni mengine Allahu musta'an, ni mengine sasa yani muadhamu ya ile mikopo ile, muadhamu yake mingi na mikopo ile, asilia mbali hawa ambao yeye anauza. Umeona kuna sura mbili tofauti, huyu anauza lakini huyu anakopesha, yani kabisa azunguka mimi nakopesha,
Na kuna hadithi inakuja hapo mbele, kullu qardin jara manfa'a fa huwa riba. Mkopo wote ambao utaleta manufaa ni riba. Mkopo wote. Lakini mtume hakusema kullu tijara, ili ujue kama hii na ina ya pili yafai hainini haifai. Huu ni mkopo, hii ni biashara. Ingawa mkopo unaoingia kwenye aina za biashara kuna wakati, ndio maana kwa sababu umekuwa kwenye kitabu al-buyu, kuna wakati ingia hivyo. Kwa hiyo na hali ipo hivyo, ingana dhulumiana na mengineo mengi. Sasa hii adhnabul baqar, mikia ng'ombe, mikia ng'ombe, amesema ulama hii ni kinaya ya kupenda dunia, kwa mmeshikamana nao dunia vile vile, yani vile vile. Waraditum bizar'i, na mkaridhia masala ya mazao, kupanda, kuvuna mimea, mkapenda hayo yani. Wataraktumul jihada, na mkaacha kupigana jihadi katika njia ya Allah. Sallallahu alaykum dhullan, Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia nyinyi juu yenu udhalili. Allahu almusta'an. La yanzi'uhu ankum, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, hata utoa udhalili huo mpaka mtakaporejea katika dini yenu. Wallahi hadithi ni katika hadithi ambazo ukitafakari wajua sababu ya udhalili wa baadhi ya Waislamu hivi leo. Wajua sababu. Yani sasa hivi sisi, hebu angalie nini? Yani mtu aminyana atafuta hali ya kujitatua na matatizo aliyokuwa nayo, lakini kwa njia ambayo sio ya kurejea kwenye dini. Allahu almusta'an. Yani yeye atafuta njia ya kupona kwa tatizo alilokuwa nalo, lakini apitia njia ambayo yenyewe maradhi. Mtu atakaeti yeye apate daula ya Kiislamu, lakini aona maandamano ndio natija. Kwani waandamana sababu nini? Si udhalili waonewa? Ni dhalili wewe mnyonge? Sheria ya Kiislamu imesemaje ukiwa mnyonge? Rejea kwenye dini. Na ulama wamestadili na hii hadithi mpaka bid'a ni sababu za watu kuingia kwenye udhalili, kwa sababu hawakusudii tu kwamba wao wapo katika dini, kama alivyosema mtume hapa, mwarejea katika dini, ule usahihi. Ndio maana ulama wanasema kwamba hawahofii makafiri ingia Uislamu, la, wanahofia makafiri kurejea Waislamu kwenye Uislamu aliokuwa na mtume na masahaba, kwa sababu ndio ahadi ya Allah na mtume wake kwamba watakuwa watukufu iko kwenye hilo, sio kwenye wingi wao, kwamba hizi labda watu wa wingi wakaandamana. La, hapana. Sasa ukiangalia hadithi, hebu kaa chini afutafakari vizuri, alafu uone, unajua kumbe sisi tunajivuruga wenyewe. Wajua wasi wajivuruga wenyewe, kwa sababu wingi sio hoja. Kwani siku ya vita vya Hunaini masahaba walikuwa kidogo? Walipopigana masahaba kwenye vita vya Badr, vita vya Badr tulikuwa kidogo alafu tukashinda bwana. Leo tu wengi, wakasema baadhi yao, la nughlaba al-yawma an qillatin, leo bwana hatutoshindwa kwa sababu tupo kidogo. La, walipima, tulikuwa kidogo kule tukashinda, leo tupo wengi hapa, haiwezekani. Lakini hebu angalia Allah alivyosema, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a, yani ule wingi wenu haukukufana chochote. Lakini angalia kwenye vita vya Badri kule, Allah asemaje? Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhilla, hukum wadhaila, lakini mlishinda. Hukum mna nguvu na hamkushinda. Sababu nini? Kule angalieni, kule walikuwa kidogo, lakini mioyo yao yote ilifungamana kwa Allah, wakachukua asbabu zote, mpaka mtume akafanya kusema kwamba kwamba ewe Allah, ukikiangamiza hiki kikundi hiki kidogo hiki hutoabudiwa. Kwa hapo kidogo masahaba kama 300 hivi, makafiri 1000. Hawa tu 300 wapi na wapi hapo? Hapa hakuna vita, kuna kupigwa mtu. Hakuna vita hapa, kuna kupigwa mtu na apigwa kweli kweli, yani hakuna vita gani hapa? Wapigwa kweli kweli hapa. Maana hao subhanallah, si wanawazunguka tu nyote, wanawazunguka tu nyote. Lakini angalieni, pamoja na hivyo kule walishinda. Kwa kwamba utakuta kwamba sababu sio wingi wala uchache, bali ukiangalia Hudhaifa ibn al-Yamani katika ile ahadithul fitan, zile hadithi za fitna zile, alimweza mtume mpaka kuuliza mambo ambayo yanaonyesha wazi kama yani fi akhir zamani itakavyokuwa. Hudhaifa mwisho wa siku akaambiwa na mtume, fa'tazil
tilka alfiraqa kullaha hatta yudrikaka almaut wa anta ala dhalik. Tumwambia hivyo hama makundi yote na wengi wao achana nayo. Lakini sisi tunapokuja kupata shida sasa hivi kwa Waislamu, yani utakuta Muislamu mwenyewe, yani yeye mwenyewe yani aminyana, subhana, hizi akili za watu hizi zimetoa mafuta. Unajua ukifikiria namna dini ilivyo na akili za watu zilivyo ni vitu vile tofauti sana. Sheria ya Kiislamu ya kutaka wewe usimpende kafiri, kutakiwa kupatikana alwala wal bara. Ndio maana Allah akasema la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hivyo na kabisa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Aya zote zinaonyesha kama makafiri wao sio wa kupendwa. Lakini hebu angalia, Muislamu aminyana na analia kwa sababu Ronaldo kafungwa, Messi kafungwa, Muislamu hao. Alafu hapa yani awapenda kweli kweli hao kuliko anapenda hata kuswali, maana swala pia ikiwa yaswaliwa na hawa wanacheza mpira hawa, acha swala aenda kuangalia wao. Alafu pia istoshe eti hawa anavyowapenda makafiri hawa vyote hivi, yakitokea sikotokea Allah akimsalitishia kiongozi dhalim atoka andamani, alafu akitoka asema enda pinga ukafiri. Wewe mpinga nani unempenda? Ndio huyo huyo ambaye asema mpinga. Nani ambaye wampinga yani? Ni kafiri gani ambaye wampinda na ni kafiri gani? Yani huwa mpenda sana, na ni upi ambaye yeye akifungwa waumia walia? Niwafikia mpaka watu wajinyonga kwa sababu eti kuna kafiri kafungwa. Alafu eti huyu aminyana kwamba eti atakaandamana. Waandamana nini wewe? Jahil murakkab yani. Na baadhi ya mambo yani yashangaza sana. Mambo mengine mengi ambayo jamii wana kwamba watu wamekengeuka kwenye dini yao. Na mifumo chungu mzima. Yani sasa hivi mpaka fikia hatua eti mtu akishika madini anaonekana wajibu, mpaka eti shangaa ni ashangaa mtu. Na ndevu, afuga ndevu. Alafu huyu hashangai kuona mwanaume na kidevu kama balbu. Shatokota damu kila saa nyoa ndevu. Hashangai yani huyu yani. Sisi tumefikia hapa. Au mwingine naye kabisa yani yashangaza, subhanallah, yani watu wamepinda. Mtu afikia hatua yani katika hii jamii jinsi ilivyokuwa mambo yamekengeuka. Kwenye sherehe ya harusi. Sherehe ya harusi mfano mdogo tu yani, kuonesha kama watu yani sio mazingatio dini, la usahihi wa ile dini. Kwa sababu Waislamu ni wengi, lakini ule usahihi wa dini au Waislamu ambao wapo katika ule Uislamu ambao ndio Allah alisema waraditu lakumul islama dina, wale waliokuwa katika Uislamu huo hawa ndio wakuwatafuta kwa tochi. Kwa sababu baada alislamu ghariban wa saudu ghariban kama bada. Angalia kwenye harusi mfano mdogo tu, harusi yani harusi yani angalieni sasa hivi harusi ikikaa kidini mtaa mzima wanaweza wakasema kama msiba, yani kama zishi. Ali angalia jinsi alivyokuwa mtu anasema mwenye hajielewi yani, afanya kusema kwamba msiba umekaa kama zishi, kwa maana umekaa kimya kimya. Alafu kwenye mazishi kama kaa kimya wapiga kelele la ilaha illa Allah. Wewe una akili wewe? Yani harusi imekaa kama msiba. Alafu yani kwa maana kwamba umefananisha baina ya ukimya kwenye msiba na ukimya wa nini? Harusi. Huko kwenye msiba weka fujo, takbir, ngine mpaka takbira pia kwenye msiba, watu waenda tu. Sasa haya ndio matatizo yani. Ukiangalia watu zile ibada zao, kuna baadhi ya watu yani mtu kwa siku afanya ibada yani vizuri, yani afanya ibada yani kwa kufanya ibada tu, ile sifa ya kufanya ibada yupo nayo. Lakini ukiangalia namna alivyofundisha mtume anafanya yeye toka asubuhi atakapoamka mpaka atakapolala, hana hata moja analofikia na mtume kama alivyofundisha, hata moja. Sasa huyu hatusemi kwamba ni kafiri, lakini hayupo kwenye ile dini iliyotakiwa watu warejee kwayo nini? Ya usawa. Mazingatio sio dini, ni ya sawa. Ni ya sawa ndo mazingatio. Sasa sio kwamba eti sisi kwamba eti hapa alimaanisha kwamba watu watakufuru. Hapana, watakuwa na mambo ambayo sio ya usawa kwenye dini, ambayo yanafanya wasistahiki hiyo izza wanayoitaka. Kwa hiyo izza ambaye mtu anaitaka Allah kaika wazi walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Lakini izza kweli muumini wewe, muumini wa vipi yani ambaye eti muumini? Hakuna muumini ambaye ni kamili imani alafu afanye mambo ya bid'a. Angalieni sisi hao masufi hao sasa, hadith wala haraj, ndio usiseme mabara chungu mzima. Sasa ni hadithi yani subhanallah yani
yahitaji maelezo sana. نكتفي بهذا. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده ما قال إلى الشيخ ابن عثيمين كتب maelezo. ولأحمد نحوه من رواية عطاء. نانا الإمام أحمد mfano wake kwenye riwaya nani ya Ata. ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka Abu Umama Allah amridhie kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabi riba. Atakayemfanyia shafa'a hapa si ile shafa'a ambayo imetajwa kwenye masala tauhidi kule, la sio. Shafa'a hapa ni ile at-tawassutu lil ghairi bi jalbi shafa'atin lahu au daf'i madarratin anhu, au ni maelezo Ibn Uthaymeen kwenye al-qawl al-mufid. Yani kwa maana kile kitendo cha kwamba mtu ukawa wewe ni kama wasila wa yeye kufanikiwa kitu fulani, ndio shafa'a ulikuwa atawassut baina yako wewe na kitu fulani. Ukishamfanyia mtu hivyo sasa, mfano kama wewe ni kiongozi wa sehemu ukamwombea mtu sekta fulani hivyo, kamfanyia hivyo kisha baadaye huyo aliyemfanyia hivyo fa ahda lahu hadiya, kamtolea yeye zawadi, huyo aliyepewa zawadi huyo faqad ata baban 'aziman min abwabi riba, hajaifanya ila kauendea mlango uliokuwa mkuu miongoni mwa milango ya riba. Wallahu almusta'an. Hadiya, akampa yeye zawadi. Allahu almusta'an. Na hapa ina maana kwamba hichi kitu kwa labda ukipewa sio kama ni haramu, lakini hii ni kama shafa hufra, ukingo wa shimo, unaweza kutumbukia kwenye riba, ndio maana yake. Haya ni maelezo ya al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Asatilia mbali wale ambao sikusaidii mpaka unipe, huyu kapewa tu hajaomba, yule ambaye ekasharti, je mimi sikusaidii mpaka unipe kitu fulani. Allahu al-musta'an. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadihi maqal. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala, kutoka Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah amridhie, qala amesema, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemlaani Mtume sallallahu alayhi wasallam arrashi wal murtashi, mla rushwa, mtoaji rushwa na mwenye kupokea rushwa, hawa wote amewalaani. Ni mambo ambayo yameenea sana sasa hivi, yani hadithu wala haraji jamii. Yani kuna baadhi ya vitu mpaka wanashangaa, hawa watu vipi hawa? Yani miamala ya haramu sasa hivi imekuwa kawaida. Yani kila ukiangalia ni ile miamala hii sheria dini, yani watu wamepinda kwenye mambo mengi. Pamoja na hivyo pia eti wataka utukufu. Allahu al-musta'an. Wa anhu radiyallahu anhu, na kutoka kwake Allah mridhie, sahaba ambaye tumemwona hapo, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amarahu an yujahiza jaishan fanafadatil ibilu, kwamba alimwamrisha yeye aandae jeshi wakamalizika wale ngamia kuandaa. Famarahu an ya'khudha ala qala'isi sadaqa, akamwamrisha achukue mabaki ya zaka. Qala akasema huyo aliamrishwa, ambaye ndio rawi alhadith, fa kuntu akhudhu alba'ira bilba'irain ila ibli sadaqa, ikawa mimi nachukua ngamia mmoja kwa ngamia wawili. Kwa nini? Kwa kwenda kwenye wale ngamia wa zaka, wale ngamia wa zaka. Lakini pia Sheikh al-Basam anasema hivi, yadullu alhadithu ala mashru'iyyati al-isti'dad liljihad fi sabilillah wa akhdhi al-'uddati lahu, hadithi yajulisha juu ya ule sheria wa kujiandaa kwa ajili ya jihadi katika njia ya Allah na kuchukua andao kwa ajili ya hiyo jihadi. Wa sihhati at-tawkili fima tadkhuluhu an-niyaba min al-a'mal, na kule kusihi kuweka uwakala, uniaba, kuweka uwakili, wewe ni nataka niwakilishi, yani hivyo
kwenye vile ambavyo vinaingiliwa na uniaba katika matendo. Wasadaqa huna az-zakatu al-mafruḍah, kama nilivyosema sadaqa ina maana ya zaka ya faradhi. Wal jihadu fi sabilillahi ahadu masarifiha, na jihadi katika njia ya Allah ni moja kati ya mapeleko ya zaka. Ukiangalia inna masadaqatu lilfuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha, wa fi sabili la mahallu shahid, kama na kwenye jihadi pia ni katika maswarifu az-zaka. Kadhalika vile vile fa huwa sallam yunfiqu alayhi minha, ani maelezo ya intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Rawahu al-Hakim wal-Bayhaqi wa rijaluhu thiqatun. An ibn Umar radiyallahu anhu qala, kutoka Abdullah ibn Umar Allah mridhia amesema, na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza Mtume sallallahu anil muzabana, kuhusu biashara ya al-muzabana. Na al-muzabana hii ilitajwa mwanzo, lakini imetajwa tena kwa sababu hapa yaingia kwenye riba, ndio maana imetajwa tena. An yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bi tamrin kaila, ni mtu kuuza yale matunda ya shamba lake ikiwa ni mitende kwa tende kwa kipimo. Yale mitende ile uko wauza kupitia tende, sawa sawa. Yani sasa kwa kusema kwamba wauza betri kupitia simu, yani mfano wake yani hivyo. Wa in kana karaman an yabi'ahu bizabibin kaila, na ikiwa ni tende tosa, karma zile tende tosa zile, kuuza yeye kwa zabibu kwa kipimo cha kaili, pishi. Wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin naha an dhalika kullihi, na ikiwa ni mimea kuuza yeye kwa pishi ya chakula, amekataza yote hayo. Sheikh Ibn Uthaymeen yakaeleza maelezo mengi sana hapa, lakini katika aliyosema ni kuhusu la yajuzu bai'u ar-rutabi bitamri, haifai kuuza tende ambazo ni mbichi kwa zilizoiva, haifai hivyo. Yani hata mpunga kwa mchele haifai, mpunga kwa mchele hukumu yake ni hii, au mahindi kwa ugali, unga wenyewe, kwa sababu kuna kitu kinahofiwa kutokea hapo. Nacho nini? Hizi zilizokuwa mbichi hizi ambazo hazijapea, zikipea zaweza zikapungua, ikawa ni yale riba. Sasa kama nini mpunguziana na kuzidishiana, kwa mfano tende zikiwa hazija, au mfano mchele tukiziana kilo 2 kwa kilo 2, kuna yale manini yaitwaje yale mbona ka mwenye mpunga yale yaitwaje yale maganda, yaitwaje yale maganda ya mchele yale yaitwaje yale, mimi nimempita jina lake, anaitwaje? Allahumma sahili hapa yaitwaje? Chua. Asa yale hatu kama chua, nchawa, Allahu a'lam. Yaitwaje? Pumba ya mahindi tena au kwa sababu kuongea kuhusu pumba huyu, tuchukue mfano wa mahindi na ugali na ule unga wenyewe wa sembe. Mkipima kilo kwa kilo, ukitoa yale mapumba tayari hayashapungua uzito, hafiki tena kilo. Sasa itakuwa mmeuziana yadan biyadi, lakini sio mathalan bi mathali, au mathalan nini mathalan bi mithlin vile, itakuwa hivyo. Sasa kwa sababu hichi hapa kimezidi, itakuwa riba, itakuwa ni riba al-fadli, ndio kilichokatazwa hapa. Wa Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Sa'id ibn Abi Waqqas Allah mridhie, qala amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, limsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, sami'tu Rasulullah yus'al an ishtira'i ar-rutabi bitamri. Alikuwa Mtume akiuliziwa, angalia hapa, aliuliziwa kuhusu nini? Kuhusu kule kununua ama kuuza tende mbivu kwa zilizokuwa hazijaiva. Faqala ayanqusu ar-rutabu idha yabisa, tunakauliza zile zilizokuwa hazijaiva, zile ambazo zaitwa tende tosa ngine hivyo, ambazo hazijakomaa zile, zikikauka zinapungua. Ayanqusu ar-rutabu
hivi zinapungua zile tende ambazo ni tosa idha yabisa zitakapokauka? Qalu naam, wakasema ndiyo.